Je, Mungu anazaa? Qur'ani inasema Mungu akizaa, mtoto yule aliyemzaa na yeye anakuwa Mungu. Tunaangalia, je, Yesu ni Mungu au ni mwanadamu au ni mtume? Tukiangalia namna Yesu kwanza alivyozaliwa, amezaliwa kinyume na taratibu wa binadamu. Cha kwanza hicho, Yesu ukimwita ni Mungu unakuwa hujakosea, uko sahihi. Kwa sababu gani? Ukisoma Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo tunaona Yesu ana Mungu mwenyewe kwenye neno lake anakubali kwamba Yesu alikuwa kwake na Yesu alikuwa ni Mungu. Je, walikuwepo Mungu wangapi mbinguni sasa? Kama na Yesu na yeye ni Mungu. Mungu yupo mmoja, ni Mungu Baba. Ila Bwana Yesu na Roho Mtakatifu kuna baadhi ya sifa za kiungu amewakirimia, na ni kwa ajili tu ya utukufu wake Mungu mwenyewe. Hata kama ni wewe umezaa mtoto, mtu akimtendea yeye mtoto wako, moja kwa moja amekutendea wewe. Lakini kumbuka, Yesu ni mwana wa pekee wa Mungu. Kuwa mwana wa pekee wa Mungu ni kwa sababu alifanya kazi ya ukombozi wa wanadamu, kuwarudisha wanadamu kwake, kwa Mungu Baba, kwa kukubali kupokea mateso, kukubali kuteseka, kufia dhambi. Ile kazi ambayo Shetani aliharibu kupitia Adamu pale kwenye bustani ya Edeni, kuondoa utukufu wa Mungu kwa wanadamu, namna ambavyo Mungu alitaka mfumo wa maisha wa mbinguni ulivyo uwe sasa na hapa duniani. Ile Shetani kazi ambayo aliharibu, Bwana Yesu alikuja kuitengeneza. Kwa maana imeandikwa, dhambi iliingia duniani kwa mtu mmoja na ikatoka duniani kwa mtu mmoja ambaye ni kwa Bwana Yesu Kristo. Tunaenda kujifunza kwanza. Tujiulize, Yesu ni Mungu au ni mwanadamu? Karibu. Maraba. Huduma ya umeme haipo.